kitu kingine tunasema express your feelings. Wababa jamani, express your feelings. Mtu amekuuzi mwambie. Unajua sisi wa mama, naweza mimi nisikwambie wewe, alafu baadaye na mfano Dr. Stefano, huyu ni kakaangu sana, amenipokea kazini, yani ni kakaangu, naweza nikamwambia yani unajua mtu fulani amenikwaza leo, yani kile kitendo pale cha kuongea na yeye amenijibu, yani ishaisha hiyo. Lakini kuna mtu anameza tu moyoni, sio lazima uka-express kwake. Lakini pia unaweza uka-express ukaenda kwa msaikolojia kwamba mimi napitia changamoto 1 2 3 kazini, huu ni mwaka wa pili kwa sababu ya fulani, whether ni boss au nifanya kazi vizuri, naona kama inaniruin. Kwa vile utakavyokuwa unajieleza kwangu na namna ambavyo mimi nitakuwa nakupokea na kufungua vitu, utajikuta ukitoka hapo mwepesi, unaweza kusema I say umenisaidia sana. Lakini kumbe hatua ya kwanza kusaidia ilikuwa ni kuji-express. Kwa hiyo wanaonaga kama wanaume wengi wana hasira ni kwa sababu pia kuji-express kwao inakuwaga ni nini? Ni ngumu. Anameza vitu, anameza, mwisho wa siku unakuta anakuja anapata hasira, ameua mke, amejiua na yeye ameua na watoto. Jamani, tunaelewana? Na ndio maana wanaume akifanya matukio yanakuwa makubwa. Wanaume wanaokunywa sumu ni wachache sana. Wengi anajirusha gorofani, hard things, na bastora, anajinyonga. Lakini wanawake wengi wanakunywa sumu. Sio, umenielewa? Kwa sababu pia inaonesha kwamba vitu alivyokuwa amevibeba mwanaume pia ni vigumu. Kwa hiyo anataka ajiue kwa ugumu. Sijui mnanielewa jamani? Hivi vitu hatuvioni kwenye jamii. Wanaojinyonga wengi ni wanaume, wanawake wachache.